Yani kwa sasa kinachoendelea jamani ni taarifa mbaya sana kwa wanandoa, na kwa sasa tukiwa tunatimiza mwaka mmoja na miezi kadhaa kwa ndoa ya dada yetu Hamisa Mobeto pamoja na Stephen Aziz Ki, lakini nikwambie tu yanayoendelea na yaliyojiri ni kwamba Stephen Aziz Ki amekuwa chanzo cha kubadilika na kumfanya dada yetu Hamisa Mobeto aanze kufikiria mengi, kiasi kwamba kwa sasa ndoa hii ambayo ilikuwa inatabiliwa kwamba wataachana tu ni kauli ya Watanzania ambao wameendelea kuitumia na kuamini kwamba yani watu wengi wanapoingia kwenye ndoa basi nafikiaga muda tu ambao lazima wataachana. Kwa hiyo ni visa ambavyo kwa sasa Stephen anavileta na kumfanya pia dada yetu Hamisa Mobeto aweze kuwa kwenye mawazo na dimbwi zito, kiasi kwamba nikwambie tu kwamba yanayoendelea ni ndoa ya Stephen Aziz Ki na Hamisa Mobeto kuweza kuvunjika. Sasa si taarifa njema kwa wale ambao tunatamani sana kesho na kesho kutwa kuingia kwenye ndoa, ama kwa wale pia wadada ambao watamani pia kuolewa. Lazima kuna baadhi ya vitu ambavyo wanaviangalia kama sehemu ya kujifunza. Sasa leo hii ndoa nyingi zimekuwa hazifiki mbali, yani watu na kama mwaka mmoja miezi wanaachana. Ukifuatilia kwamba watu wengi wanaishi kwenye mahusiano kwa muda mrefu, lakini wakiingia kwenye ndoa basi ibilisi anakuwa ni mkubwa na kufanya kazi yake, na mwisho wa siku ndoa zinavunjika, yani pindi tu zinapoingia katika ule uhalali, lakini uharamu unafanya watu endelee kuishi miaka na miaka. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment ndani ya Bongo Umbea TV.